Kwa namna na muhimu wa kipekee natoa pongezi kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Dr. Hussein Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kuweka suala la kuimarisha muungano kwa ni moja ya vipaumbele vyao na kuendelea kushirikiana na kuimarisha muungano baina ya serikali zote mbili. Na sisi tuendelee kuhakikisha kwamba muungano wetu unaendelea kuwa imara zaidi na zaidi kwa faida ya kizazi cha sasa na kijacho. Tunapoelekea, tusipoambizana ukweli, hawa vijana hawa wanajiita sijui je nani sijui watatuzidi kimo. Lazima tuwaambie kweli kwamba Zanzibar na Tanganyika ni kitu kimoja, ni watu hao hao. Lakini tunataka tuje na ubunifu wa kutengeneza programu za ushindani kwa vijana kuhusu masuala ya muungano, lakini pia programu kabambe ya kutoa elimu kupitia mitandao ya kijamii, muungano caravan, maonyesho. Lakini katika kutekeleza maelekezo ya Dr. Samia Suluhu Hassan aliyotoa wakati wa kampeni kuhusu kuanzishwa kwa makavazi, nataka niwaambie ndugu Hariri niliyokuwa hapa, jambo hilo limeshaanza kutekelezwa, na kwa kuanzia tutaanza kutumia jengo letu la makao makuu mapya ya Wizara ya Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, iliyopo Dodoma pale Mtumba, ambapo tumeweka floor nzima kwa ajili ya kumbukumbu za muungano. Hiyo ni hatua awali, lakini lengo ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na makavazi Zanzibar, ili tunakuwa na makavazi kwenye jengo maalum, na tupo katika hatua za kushirikiana na wenzetu wa Wizara ya Elimu kuweka program maalum kwa ajili ya wanafunzi wa shule na vyuo vikuu kufanya ziara katika makumbusho yetu. Lakini tutawatumia wazee. Leo nimeona balozi wetu mstaafu Mzee Liundi, tunakushukuru sana kwa kukubali kuja hapa. Hawa ni watu ambao wameishi kwenye muungano, ni watu muhimu sana, hawajasoma kitabu, hawajahadithiwa, wameshuhudia. Tutawatumia kwa sababu tunaomba wazee muendelee kutusaidia katika kufikisha ujumbe huo. Tumewaita hapa kwa lengo hilo na kuhakikisha kwamba tunatekeleza mpango wetu kabambe wa elimu kwa umma kuhusu masuala ya muungano, ambao utakuwa ni mpango endelevu. Na kinachofanyika hapa leo ni moja katika utekelezaji wa haya. Hivyo tunaomba sana sana ushirikiano. Katika taifa letu tuna changamoto kubwa ya vijana. Kwanza ni wengi, lakini ndio wengi hawana uelewa wa kutosha kuhusu muungano. Kwa haya nieleza ni moja katika jitihada ambazo serikali tunazifanya ili kukuza uelewa, ufahamu wa historia na matukio muhimu ya taifa letu. Semina hii inafanyika mahsusi kukuza uelewa wetu kuhusu muungano, pamoja na kuenzi mambo yote muhimu waliyofanya waasisi wa taifa letu, ikiwemo kujenga uzalendo kupitia nyenzo za muungano na kuwatambua mafanikio yote yaliyopatikana kutokana na muungano huu katika nyanja mbalimbali. Sisi sote ni wamoja, na kila mmoja ana nafasi yake ya kutoa mchango wa maendeleo ya nchi hii, iwe ya kisiasa, iwe ya kiuchumi, iwe ya kitamaduni, bila kuangaliana wanatoka wapi. Tukiangaliana huko ndio yale ya mwalimu, itakuwa kama tunakula nyama ya mtu na hatubaki salama. Haya lazima Wahariri mtusaidie kueleza vijana. Hakika muungano ni tunu na urithi mkubwa wa taifa letu, na hivyo tunabudi kuendelea kulinda, kuenzi pamoja na kuelimisha umma kuhusu siku hii muhimu katika historia ya taifa letu na umuhimu wake katika kuleta maendeleo ya kiuchumi, kijamii, kisiasa katika pande mbili za muungano. Lakini serikali tuna jukumu la msingi kabisa kwa maslahi mapana ya taifa hili kuhakikisha kwamba tunahudumisha muungano kwa namna yoyote ile. Umeelimishwa, umefafanuliwa, umeelezwa. Hatukatai hoja. Nchi ya kidemokrasia
Sasa kama wewe unaamini kwamba muungano una faida, hatuwezi kufunga mdomo. Waziri, semina ya watu na makazi tuliyoifanya mwaka 2022 nchini ilitupa Watanzania picha hii ya kitakwimu kwamba taifa letu ni taifa la vijana, na uongozi wetu wa juu wa nchi unaakisi picha hiyo hiyo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi, na wasaidizi wao wakuu, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano, makamu wa rais Zanzibar, waziri mkuu, ni viongozi wa juu wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano na Zanzibar waliozaliwa miaka ya 60 na kwenda juu. Hii ni mara ya kwanza viongozi wote wamezaliwa miaka ya 60 na kuendelea mbele, sio kurudi nyuma. Kwa kweli this is an important generational transition ya watu na viongozi ni muhimu kuzingatia, kwani watangulizi wao wote na wasaidizi wao wakuu walizaliwa miaka ya 50 na kurudi nyuma, kuanzia wasisi wa taifa hili, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa mwaka 1922 na ndugu yake Sheikh Abeid Amani Karume alizaliwa mwaka 1905. Ni generation ya vijana upande wa wananchi na upande wa viongozi ambayo haikuwahi kuyaishi machungu ya ukoloni, mikiki ya vuguvugu la umajumui wa Kiafrika, Pan-Africanism, heka za kusaka uhuru wa Tanganyika, uhuru wa Zanzibar, joto la mapinduzi na shauku ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Hivyo nadiriki kusema kuwa hiki ni kizazi kipya cha wananchi, kizazi kipya cha viongozi ambacho hakikushuhudia, hakikuhusika au kushiriki katika ujenzi wa misingi mikuu ya taifa la Tanzania ambayo ni uhuru wa Tanganyika na Jamhuri, mapinduzi matukufu ya Zanzibar na muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Hii ndiyo picha halisi ya kidemografia ya Tanzania leo, picha ya kizazi kipya ambacho kinahitaji kwa udi na uvumba kuijua vizuri historia ya nchi yao na misingi mikuu ya taifa lao na kuiishi. Bila hivyo, mustakabali wa taifa letu utakuwa katika hatihati. Kizazi cha leo, kesho kutwa, mtondogoo hakitaweza kutambua thamani ya uhuru tulio nao leo na wajibu wa kulinda kwa udi na uvumba. Tumeishi muda mrefu sana na upotoshaji wa mambo mbalimbali kuhusu muungano, na hivyo kushindwa kuwa na uelewa wa pamoja katika simulizi narrative ya muungano. Ni muda mwafaka sasa kumaliza mkanganyiko wote ule wa uelewa kwa facts na evidence, kwa matukio halisi na ushahidi kupitia elimu ya umma